Wananchi, sasa katika yale mambo muhimu, tutulizane kidogo wananchi, tutulizane kidogo. Katika yale mambo muhimu katika klabu yetu, tumeyatekeleza yote matano kasoro hili. Wananchi! Wananchi! Tuna deni moja wanangu. Na deni lenyewe ni uwanja wa Young Africans utakaojengwa hapa. Watu wanaamini kwamba hiyo inaweza kuwa ni story. Watu wanaamini kwamba hiyo inaweza kuwa ni hadithi. Lakini nataka niwaambie wananchi, paredi ya mwakani hatutaifanya hapa. Hapa patakuwa pana ujenzi tayari unaendelea. Klabu ya Young Africans, paredi ya mwakani haitakuja hapa. Itabidi tuitafutie mahali pa kwenda. Kwa sababu wakati huo kutakuwa kuna ujenzi unaendelea. Na hivi tunavyozungumza, tupo katika hatua nzuri za kuanza ujenzi. Napenda leo nieleze vizuri kidogo watu waielewe. Klabu ya Young Africans ilipoingia makubaliano, niwachukua kwenye safari ya uwanja. Najua wako watu wengi wanatamani kujua. Tulivyoamua kutafuta mwekezaji wa kujenga uwanja, klabu ya Young Africans kwanza ilianza kwa kuhakikisha inapata ardhi hapa Jangwani. Ardhi yetu sisi katika historia watu wanaofahamu inaanzia hapo, ukiacha ile jengo inaanzia hapo inakwenda mpaka pale, inarudi inazunguka, inaishia maeneo karibu na barabara ya Jangwani ya Faya. Lakini ardhi hii ilikuwa ina square mita 1035. Katika hizo square mita 1035 zilikuwa hazijakaa katika eneo la mstatili ambalo linaweza kufanya sisi tujenge uwanja. So tulichokifanya, tukaiomba serikali yetu sikivu chini ya Mama Samia Suluhu Hassan. Serikali ikatupa ardhi ambayo ina urefu wa mita 250 kwa upana wa mita 150. Kwa hiyo kuanzia pale tutakwenda 150 na 250 marefu. Ikaleta jumla ya square mita 37,500. So serikali ikatuongezea square mita 2,500 kutoka kwenye ardhi hiyo. Mwaka jana wakati wa wiki ya mwananchi, wizara kupitia waziri wa ardhi kakaangu Deo Ndenjembi alitukabidhi hati inayoonyesha ukubwa huo. Baada ya kupokea hati, tukaingia kwenye mradi. Wote tunafahamu kwamba eneo hili linakwenda kwenye mradi wa serikali. Tukaanza kufanya majadiliano na watu wa mradi, wakatuelekeza vitu vya kufanya. Baada ya hapo, klabu ya Young Africans kupitia kamati yake ya utendaji ikatafuta mwekezaji wa kufanya naye mradi. Tukatangaza kwenye vyombo vya habari kumtafuta partner wa kuwekeza kwenye mradi huu. Partnership hiyo ilivyotangazwa, watu wakaomba, na sisi kupitia sekretari yetu tukachakata. Mwisho wa siku tukampata GSM Tanzania kama mwekezaji atakayekwenda kushirikiana na klabu ya Young Africans. GSM alivyopatikana na kupita kwenye mchakato, tulikutana hapa miezi kadhaa iliyopita, tukasaini naye makubaliano ya kwamba yeye ndo atakuwa partner wetu katika ujenzi wa uwanja huu. Na partnership hiyo ilikuwa ni 50% ya Young Africans na 50% ya GSM Group. Kitu gani kinawafanya kila mmoja achukue 50%? Ni kwamba klabu ya Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuingia kwenye mradi, na GSM Group itatoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja. Partnership hiyo ilikuwa kila mmoja ana jukumu la kufanya. Baada ya kumaliza hiyo hatua, tukaenda kwenye taratibu za kiserikali. Klabu ya Young Africans ni klabu ya wanachama. Ardhi yake inamilikiwa na wanachama. Tunapokwenda kufungua kampuni itakayokuwa na 50% ya mwekezaji na 50% ya klabu ya Young Africans, maana yake mnakwenda kwenye kampuni ya binafsi ya biashara itakayomiliki uwanja huo. Kukawa kuna taratibu za klabu ya Young Africans kuzifanya ili ardhi yake inayomilikiwa na wanachama
iweze kuingia kwenye sehemu ya mradi. Maelekezo tuliyoyapata na mwongozo tuliopata kutoka kwenye serikali na vyombo vyake ni kwamba tunapaswa kuileta kwenu wanachama wa Young Africans, mridhie ardhi hiyo kuingia kwenye mradi ili iweze kuingia kutoka kwenye kumilikiwa na wanachama kuja kumilikiwa na kampuni. Hatua hiyo tumeshaanza kuifanya, na katika ajenda za mkutano mkuu wa tarehe 2 mwezi wa 8, ajenda hiyo itakuwa ni mojawapo ya kuomba ridhaa ya wanachama wa Young Africans kuridhia ardhi yao kuingia kwenye mradi. Naamini wote katika wanachama wa Young Africans watakubaliana na hilo. Tuinue mikono juu wale ambao mnakubaliana na hilo. Tuinue mikono juu. Young Africans kwa shauku iliyokuwa nayo inakubaliana na hili jambo, na sisi kama viongozi tutakwenda kulitekeleza kwa kuwa maelekezo haya tumeyapewa ya kisheria na tutapeleka kwenye mkutano mkuu. Hatua iliyokopo sasa ni ufunguzi wa kampuni mpya itakayomiliki huo uwanja, na baada ya kukamilika hapo sisi tutakwenda kwenu wanachama mtoe ridhaa ya uhamisho kutoka umiliki wa ardhi hiyo chini ya wanachama kwenda kwenye umiliki kupitia kampuni ambayo itakuwa ni partnership. Na hatua hiyo itakwenda kukamilika tarehe 2 mwezi wa 8 katika mkutano mkuu wa wanachama. Tuko tayari wanayanga? Tuko tayari wanayanga? Tuinue mikono juu ambao tuko tayari. Tuinue mikono juu, tuinue mikono juu. Tunawashukuru sana, na hili tutaenda kulitekeleza kwa muktadha wa katiba siku ya tarehe 2 mwezi wa 8. Baada ya hapo tutaona kazi kubwa itakayokuwa imeandaliwa hapa na mwekezaji wetu katika ujenzi wa uwanja. Hilo ndio litakuwa deni langu la mwisho kwenu wanachama. Mengine ni kuchukua ubingwa kila mwaka, na huu ni ushahidi wa kuchukua ubingwa kila mwaka. Yanga oye! Yanga bingwa! Asanteni sana. Mwisho naomba watu wawili hapa waje kuwasalimia. Max Nzengeli. Mmeona jitihada za Max katika msimu huu Max, unawahakikishia nini wanayanga kwenye msimu ujao? Wananchi, boss, nashukuru kwanza kwa nafasi hii na kunipa nafasi leo. Bwana Yesu asifiwe. Boss, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kusimama leo mbele za wananchi kwa mara ya kwanza niweze kusema. Jitihada sio kitu ambacho unaweza kufanya peke yako. Mafanikio ya timu hii na mafanikio ya haya makombe yote, nyie kama mashabiki mna part kubwa sana ya timu hii kufanikiwa kufanya mambo kama haya leo. Mimi binafsi kama mchezaji wa timu hii nahakikishia tutaendelea kupambania timu kiuwanjani, kwa sababu kazi yetu ipo uwanjani. Mambo ambayo yanapita nje ya uwanja, nyie pia mfanye kazi yenu ili timu ipate matokeo mazuri. Mimi nawashukuru sana wananchi, nashukuru boss, nashukuru kila kiongozi, nashukuru watu wote kwa support. Tuendelee kusupport timu yetu na tunaamini mwakani tutaendelea kufanya vizuri. Asante sana. Wananchi! Alex Ngaya amejiunga na sisi kama mjumbe wa kamati ya utendaji. Tunawashukuru sana. Sasa, bwana DJ, watu wanataka kucheza rafiki yangu. Hapa hakuna siasa. Leta vitu. Wananchi!